ya wanakandarasi ambao wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali, serikali ya kaunti ya Vihiga imesimamisha utiaji saini wa kandarasi mpya na badala yake kufanya kipaumbele malipo kwa wanakandarasi ambao tayari washatoa huduma, huku wakidai serikali ya kaunti ya Vihiga takriban shilingi milioni 700. Akizungumza katika chuo kikuu cha Kaimosi kwenye hafla ya kuwatuza wafanyabiashara shupavu, gavana wa Vihiga Daktari Wilbur Otichilo amesema kuwa madeni hayo yameathiri pakubwa uwezo wa wawekezaji, hivyo basi pana haja ya mikakati ya dharura ili kutatua hali hiyo. Katika hafla hiyo, zaidi ya wafanyabiashara 30 katika kaunti ya Vihiga wametuzwa kutokana na mchango wao muhimu katika ukuzaji wa uchumi. Mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara KNCCI tawi la kaunti ya Vihiga, Daktari Billy Nyonje, ameeleza matumaini ya kuimarika kwa shughuli za kibiashara kwenye eneo hilo. Serikali county governments zimeshindwa kulipa madeni baada ya wananchi kufanya cash, na hiyo imekuwa changamoto kubwa sana, na sisi kama county na Kenya kwa jumla tumeamua kwamba tulipe madeni kwanza kabla hatujaanza kufanya kazi zingine, kupeana contracts zingine. Tulipe yale ambayo imeshafanywa. So vile umesema, leo nimeweka sahihi supplementary budget ambao tumeongeza ile pesa tuliongezwa, na ile pesa ingine tumefanya savings tumeweka ili tulipe our contractors. Tumekuja kusherekea na kutunukia watu wetu ambao wanaita our business champions, because iko watu wanafanya kazi mingi, wanafanya vitu mingi ambao kwa upande wa ukulima, kwa upande wa cyber, kwa upande wa chakula, na tumeona ya kwamba tuweze kuwa na siku ya kuwasherekea. Mazingira ya kibiashara, kwanza tulipe wale ambao ni suppliers. Pending bills tuhakikishe zimekuwa paid kwa county hii yetu, na kisha tuweze kutengeneza environment mzuri ambayo kila mmoja anaweza fanya biashara. Markets zetu zimekuwa markets ndogo ndogo, na tunaomba kwamba upanuzi ufanyike. Siku ya leo tunatuzwa kwa sababu ya huduma ambao tunatoa, huduma ambayo ni ya afya. Tumekuwa exemptional kwa ku reach out to those vulnerable. Tunaenda paka kwa nyumba zao, tunawatembelea. Tuko na vyakula mingi tunavuna, then after harvesting zinaharibika pale, lakini wamama through WOFAC tumekuja pamoja, tunafanya value addition, kuboresha vyakula na kuongezea muda wa kuishi kwa shelf. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo